السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa murajaa wa baadhi ya masomo ya Nahjul Ghanna, tukiendelea na murajaa wa somo la at-tarikhul kauni ya faslu sadis katika kuwasoma al-muarrikhuna. Leo tuko na Ibn Khallikan. Ibn Khallikan ni mmoja katika wanazuoni wa tarikh wakubwa ambaye yuwatambulika kama qadhi al-qudati, qadhi wa maqadhi. Abul Abbas, babake Abbas ni kunia yake. Ibn Khallikan Shamsuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Bakr ibn Khallikan al-Irbili, ni Irbil, anasibishwa na Irbil ambayo ni sehemu katika Iraq. Wulida, alizawa Ibn Khallikan, na Ibn Khallikan ni laqab ambayo alipewa huyu Shamsuddin Ahmad. Wulida, alizawa bimadinati Irbila, kwenye mji wa Irbil ambao ni mji katika miji ya Iraq katika Daulatul Abbasiya. Alizawa katika Daulatul Abbasiya wakati ikitawala kwenye mji wa Irbil, Madina, Iraq. Sanata 608 hijriyata, katika mwaka wa 608 wa hijra, almuwafiqu ama 1211, katika mwaka ulioafikiana na mwaka wa 1211 ama 11 miladiyata, tangu kuzawa Nabii Isa, ama mwaka wa kizungu kwa ufupi, si tafsiri lakini kwa maana. Na ilikuwa ni Septemba tarehe 22 katika mwaka ambao alizawa. Watuufia, na akatawafu bidimishka, hapo Dimishki, sanata 681 hijriyata, katika mwaka wa 681 wa hijra. Almuwafiqu, uliowafikiana ama 1282 ama wathani wa 80 na 82 miladiyata, tangu kuzawa Nabii Isa wa kizungu, mwaka wa kizungu ilikuwa ni Oktoba 30. Na huyu Ibn Khallikan yuanasibishwa na Wakurdi, yuatokana na Wakurdi. Kana fadilan, alikuwa ni mbora. Bari'an, ni hodari. Mutafanninan, ni mwenye kubobea katika fani mbalimbali. Arifan bil madhhabi, ni muyuzi wa madhehebu, alikuwa ni mwenye kujua madhhab mbalimbali. Hasan al-fatawa, alikuwa ni mzuri wa fatwa. Jayyid al-qarihati, alikuwa na bongo na fikra mzuri, alikuwa ni mwenye bongo zuri. Basiran bil arabiyati, ni mwenye maoni ya ndani kwa lugha ya Kiarabu. Basiran bil arabiyati, ni mwenye maoni ya ndani kwa lugha ya Kiarabu, yani alikuwa ana uwezo wa kuangalia kwa ndani zaidi na kuyaelewa maneno ya Kiarabu. Allamatan fil adabi,
alikuwa ni mwanachuoni mno katika fani ya adab, hizo kina balagha, sarfa, nahau na hizo fani za ala. Alikuwa ni mwanachuoni sana, yuwazijua sana. Wa shairi, pia alikuwa ni hodari katika shairi. Wa ayami nasi, na akijua masiku ya watu, akiyajua vile yalivyoenda, yalivyoanza mpaka yakamalizika. Yani kwa ufupi ni hodari kwa tarikhi, history. Huyu ndiyo Ibn Khallikan. Intakala ila Misra, aligura kutoka Irbil kuelekea Misri, kutoka Iraq kwenda Misri. Fa aqama biha muddatan, akaketi hapo Misri muda mrefu sana. Watawalla niyabata qadaiha muddatan, na akatawali, akasimamia unaibu wa ukadhi wa Misri kwa muda mrefu. Thumma inqalabat bihi alahwalu baina Misra wa Shami, kisha zikamzungukia yeye hali kati ya Misri na Sham, ikawa yuazunguka, mwida iko Misri, mwida iko Sham. Sham ni kina Palestina, Iran, Suria, hizo ikawa iko huko. Na alafa akthara tarikhihi, alitunga nyingi zaidi ya tarikhi yake. Wafayatil A'yani, ambayo ni kitabu hicho, Wafayatil A'yani wa Anba'i Abna'i Zamani. Hichi ni kitabu ambacho alikitunga na ni cha tarikhi. Ndani yake pana mambo mengi sana. Ni fi Misra, alikitunga zaidi ya hichi kitabu maudhui yake katika mji wa Misri. Wastakmalahu bishami, na akakikamilisha wa huwa bishami, na ilhali yuko Sham. Kwa hivyo alafa akthara tarikhi, ambayo wafawatil a'yani wa anba'i abna'i zaman. Hii ni badal ya tarikhi. Na hichi kitabu Wafayatil A'yan asharu kutubi tarajimi al-arabia, ndiyo mashuhuri zaidi ya vitabu vya tarjama ya lugha ya Kiarabu. Wa min ahsaniha dhabtan wa ihkaman, na ni miongoni mwa mzuri zaidi ya vitabu vya tarjama ya lugha ya Kiarabu kwa kudhibiti zaidi na kuwa na ihkam zaidi, uzatitifu zaidi. Ibn Khallikan, kama tulivyosoma hapo nyuma, alikufa katika mwaka wa 681 na alikufa madrasa, akiwa madrasa ambayo yajulikana kama An-Najibia, na ilikuwa ni jioni ya Jumamosi tarehe 26 ya Rajab, na akazikwa siku ya pili. Na wanazuoni wakubwa wameeleza wasifa wake na kumsifu kwa sifa za ilmu na sifa mzuri. Mmoja alomsifu ni Ibn Kathir katika kitabu chake cha Al-Bidaya wa Nihaya katika mujallada wa 17 sahifa ya 588, na pia amemsifu kwa urefu na kwa uzuri al-Imamu Dhahabi katika kumweleza. Amemweleza kama tulivyosoma hapa, kuwa kana fadhilan bari'an mutafanninan. Na pia wanazuoni wengi
wamemweleza huyu. Insha Allah mpaka hapa tutakoma. Ikiwa pana taksiri tutaelezana katika sehemu za comment. Tusahau kulike, kushare na kusubscribe, na jazaa ya kheri hii iwaregele wazazi wetu na mashekhe zetu, na Allah awaafikie kila wenye kutaka ilmu kuipata ilmu, na sisi Allah atuzidishie, atupambe kwa ikhlasi, tupendane, tushirikiane. Tusisahau kulike, kushare na kusubscribe. Wa as'ada Allahu awqatakum wa ila al-liqa.